Mpenzi subscriber, natumai wakati wako uko mzima, uko fresh, uko buheri mahali popote ulipo. Tashukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Wale wa Kristo vile vile mnashukuru Mwenyezi Mungu kwa hali yenu ama kwa imani yenu. Nyote ni watu wangu, nyote ni subscriber wangu, na wapenda nyote. Mpenzi subscriber, unajua Marekani na Myahudi hawawezi ama hawakubali ya kwamba Iran imeingia kwa orodha ya nchi ambayo kwamba ina uwezo mkubwa, yani super power. Marekani na Israeli hawaamini ya kwamba Muirani, baada hizi vita ambao kwamba vimechukua siku 43, zaidi ya siku 43, kati ya Iran pande mmoja, Marekani na Myahudi ama Israeli upande mwingine. Na baada ya gazeti ya New York Times, gazeti ambayo kwamba inatathminiwa, inaenziwa, si tathminiwa, inaenziwa, gazeti ambayo kwamba inaheshimiwa, gazeti ambayo kwamba ina umaarufu, gazeti ambao inaenziwa kule Marekani na ulimwengu mzima, ya New York Times. Baada hilo gazeti kukiri ya kuwa ama kuitambua kwamba Iran imeingia katika orodha ya nchi 4 ambayo ina uwezo mkubwa duniani, yani super power. Nchi ya kwanza ni Marekani, nchi ya pili ni Urusi, nchi ya tatu ni China, nchi ya 4 ni Iran. Kwa hiyo list ni nchi 4: Iran, Urusi, China na Marekani. Israeli yuko wapi hapo kwa hiyo list? Kwa hiyo orodha, Israeli yuko wapi? Watu walikuwa wakisema Muisraeli, dunia inasema Muisraeli ndio nchi ambayo kwamba ina uwezo mkubwa wa kijeshi. Lakini Iran katika hiyo vita vya siku 44, Iran imeonyesha uwezo, imeonyesha dunia uwezo wake, nguvu kijeshi, kupigana na nchi 2 duniani yenye nguvu zaidi, Marekani na Israeli. Nchi 2 na Iran ni nchi moja tu. Iran ni nchi ambayo kwamba zaidi ya miaka 47 wa nchi hiyo imekuwa katika hali ya vikwazo vya kiuchumi. Nchi hiyo imefinywa kiuchumi maisha yao yote, miaka 40, zaidi ya miaka 47. Nchi ya Iran imekuwa katika msukosuko wa kiuchumi kwa sababu ya vikwazo ambao dunia imewawekea. Nchi hiyo ambayo kwamba iko katika nchi ambayo kwamba imewekewa, ama nchi ambayo kwamba imewekewa vikwazo vya kiuchumi miaka mingi, miaka zaidi ya 47 miaka.
Nchi hiyo imeweza ikapigana na nchi mbili duniani, nchi yenye nguvu duniani, Marekani na Israeli. Si siku moja, si siku mbili, si wiki moja, si wiki mbili, ni siku zaidi ya 43. Nchi moja imepigana na nchi mbili zaidi ya siku 43. Na kama si Marekani na Israeli kuomba Pakistani vita visimamishwe kwa muda, Muiran alikuwa iko tayari kuendelea na hiyo vita. Hivi sasa tunavyoongea, mpenzi subscriber, kule Iran kuna maandamano ya raia wa Iran ambao kwamba wanakashifu serikali yao kwa nini wamesimamisha vita. Nilikuwa nafikiri pengine watu wanafanya maandamano ili vita visimamishwe wapumue, lakini Iran, mshangao, kuna maandamano kule Iran. Iran kuna maandamano ya raia, wamesema hawakubali vita visimamishwe, wanataka vita vifanye nini? Iran iendelee na vita na hao Marekani na Wayahudi. Mpenzi subscriber, unajua Muiran, nchi ya Iran, raia wengi wa Iran ni watu ambao kwamba wana elimu, wamesoma sayansi na teknolojia. Iran raia wake wengi wamesoma mambo ya teknolojia, mambo ya usayansi, mambo ya hesabu, wamesoma kabisa. Marekani na Israeli walipokuwa wanaua viongozi ama wale watafiti, yani masayansi, wale ambao wanasimamia mambo ya utafiti usayansi, mambo ya ambao wanafanya utafiti wa nuclear, Marekani walipowaua viongozi wale, wafikiri wamemaliza wale ambao kwamba wana uwezo wa kufanya utafiti ya zana za kivita vya Iran, yani wanasayansi. Kile ambao kwamba ulimwengu hawajui ya kwamba zaidi ya wale ambao kwamba wamesoma Iran, idadi ya wale ambao kwamba wana elimu Iran, wako na ujuzi ya kutengeza wamesomea kutengeza madrone, wamesomea kutengeza. Kwa hivyo watafiti ni wengi. Ukiwa wawili watatu haujazuia kitu. Kuna watafiti wengi kabisa. Na tangu hiyo nchi imewekewa vikwazo vya kiuchumi, kama vile mmevyoona Benjamin Netanyahu na viongozi wa Israeli na Marekani, miaka yao yote karibu miaka 47 walikuwa kiimba Irani, Muirani, anatengeza nuclear ikawa ni nyimbo. Kwa hivyo Muirani anajua, wacha ambulance ipite. Muirani. Miaka hiyo yote tangu Benjamin Netanyahu alipokuwa bado mtoto kijana mpaka sasa hizi amezeeka, ni Muirani na kiongozi wa Marekani. Muirani. Kwa hivyo Wairani walijua tangu kitambo ya kwamba kuna siku Marekani atakuja kuwapiga. Kuna siku Mwisraeli atakuja kuwapiga. Sasa muda huo wote, licha ya kuwekewa vikwazo vya kiuchumi,
walikuwa wanajishughulisha kutengeza silaha, wanafanya utafiti, wanajihami. Hawajihami juu ya ardhi, chini ya ardhi. Wajua mpenzi subscriber, ulimwengu inapigwa na butwa. Ulimwengu inapigwa na butwa, mpenzi subscriber. Ulimwengu inapigwa na butwa. Butwa yenyewe ni ipi ama ni yapi? Butwa, wajua Marekani na Muisraeli ama Myahudi wametengeza mahandaki ya wananchi kujificha chini ya ardhi. Huko mahandaki ya kujificha, mahandaki ya kujificha chini ya ardhi kote katika sehemu ya Israeli kule ya Kiyahudi. Lakini kule Irani mahandaki imetengezwa ili kuficha silaha, kuhifadhi silaha na makombora. Narudia, dunia imepigwa na butwa. Israeli wametengeza mahandaki, mabanka, inaitwa banka. So they build a lot of bunkers to shield humans, so that when there is crisis, people they run into the bunkers and hide themselves there. Whereas the Iranians, they build the bunkers to protect their missiles, weapons. Yeah? Iran ametengeza mahandaki ya kuhifadhi silaha zao, si binadamu. Lakini huku Wayahudi wanatengeza mahandaki ya wao kujificha. Hao Wayahudi kwa sababu Muiran anajua mwananchi aweza kujificha kwa mahandaki, kwa sababu mahandaki haitakuwa nyingi, wananchi hawezi kuingia wengi ndani kule wote. Iran ni nchi ambayo ina raia zaidi ya milioni 90. Sasa hauwezi ukatengeza mahandaki ya kuhifadhi raia milioni 90. Israel wametengeza mahandaki ya watu kujificha. Sasa kwa mfano, handaki moja ikiwa na watu 10,000 na vita vinaendelea kwa muda mrefu, na vyoo, yani choo ni 2 ama 3, wataishi vipi kule chini? Si unaona ni balaa? Tena ujue hizo handaki zimechimbwa chini kabisa, ndio makombora isipenye kule chini. Na kule hizo mahandaki zina vifaa za kuleta hewa, yani ina mashine, na hizo mashine zinatumia stima ambayo kwamba ziko hiyo mashine za kutengeneza stima ya kupiga stima ziko juu kule juu, kwa juu ya ardhi. Na hiyo stesheni ya stima za Israeli zilipigwa na makombora ya Iran na zikaharibiwa. Sasa kama hizo mashine za kutengeneza stima zikapigwa, zimeharibiwa huko, na nyinyi kule mnatumia air condition chini ya ardhi, mnaishi vipi kama hizo air condition hazifanyi kazi? Umeona bala? Umeona hiyo bala? Sasa
Huku juu Mwirani ametengeza mahandaki ya kuhifadhi silaha na makombora. Raia wao wako tu nje, hata mpige mabomu mfanye nini, wako nje madukani wanaendelea tu. Wao wamejisalimisha. Wanaingia mkahawani. Hata viongozi wa Iran mliowaona, viongozi wa Iran wako nje kule, wanatembea wanaenda msikitini, wanaingia mkahawani, mabomu zinapigwa tu, hawajifichi. Lakini upande wa Israeli viongozi wote wameingia mahandakini. Kila kombora linapokuja wamepiga ile kengele, inapigwa ile nini, zinapiga kengele, zinapiga ama hali ya tahadhari, wanaambiwa kuna jamani, yeye ni kombora linakuja. Unaona vile wanakimbia, wanavyokimbia Wayahudi kukimbia kuingia, wengine hata wanavunjika miguu, wengine wanaumia kwa msongamano ya watu kutaka kuingia katika chumba cha kujihifadhi ama mahandaki. Lakini Mwirani mahandaki wametengeza ya kuhifadhi makombora silaha huko mamilimani. Mpenzi subscriber, ni jambo la kushangaza sana. Wa Iran wako njiani, wako huko nje, mabomu zinapigwa, maroketi zinapigwa, madrone zinawapiga, lakini wako nje, hawajifichi, wanatembea tu. Lakini huko Wayahudi kombora likikuja, wapiga makengele, wanakimbia, wanajificha ndani chini ya ardhi. Mpenzi subscriber, alafu jambo nyingine mpenzi subscriber, amba kwamba nataka nigusie ni amba kwamba nimezungumza katika hiyo video yangu jana, na mtaipata hapo, mtaipata kwa hiyo video amba kwamba nilizungumzia ya kwamba Marekani na Waisraeli hawataki kuonyeshea ama kuambia ulimwengu upande wao, wapatiane ulimwengu ripoti athari gani ama uharibifu gani ulitendwa na maroketi ya Iran. Makombora ya Iran ilivyokuwa ikipiga huko Uyahudini na sehemu za kambi za Marekani kule katika Guba, hawajatoa ripoti yoyote. Hivi sasa mnataka kutuambia, mpenzi subscriber, hayo makombora ambayo kwamba Iran ilikuwa ikipiga katika kambi za jeshi za Marekani, ikapendua hizo sehemu yote, ikapiga maghala ya masilaha, ikapiga maghala ya ndege za kivita, vifaa vya kudungulia, vifaa vya ukachero, mandege zile ziko kwa barabara, ziko kwa lami, zinangojea kwa runway, zinangojea kupaa, mandege za hali ya juu, sehemu mbalimbali. Wanataka kutuambia hakukuwepo na wanajeshi ambao kwamba wamejificha huko, ambao wameuawa ama wameathirika. Kuna habari ambao kwamba mpaka sasa raia wa Marekani ama viongozi wa Marekani wengine wa upinzani wanauliza. Unajua mpenzi subscriber, katika ile video yangu ya kwanza nilikuwa nimeyazungumza, video ya jana nilikuwa nimezungumza, na video nyingine mkienda mkitafuta mtaipata. Nilikuwa nimeongea kuhusu baada Ali Khamenei kuuawa, Marekani ilitekeleza operation ya ghafla ama operation ya siri. Ilituma ndege kadhaa na helikopta kadhaa ya jeshi
Hawa wanajeshi wanaitwa Delta Force. Hawa wanajeshi special wanaitwa Delta Force. Hawa wanajeshi waendi tu hivi hivi. Hawa ambao wamepatiwa na uwezo wakienda operesheni. Viongozi wa nchi za Amerika wako katika kule ikulu ya White House ama Pentagon na ile ndege ya Air Force One, wako na sehemu inaitwa situation room ama operation room. Kuna room special iko na vifaa ambao kwamba wanaangalia operesheni ya hawa wanajeshi Delta Force. Hao ni makomando, si mchezo. Sasa hao makomando walitumwa kule Iran. Kazi yao ni kwenda kufanya nini? Kwenda kuilipua na ama kuichukua uranium nuclear ya Iran. Walifanya operation ya kisiri. Zaidi ya wanajeshi 400 Delta Force Special Delta Force Commandos. Hii si habari ama nawapatia tu habari tu ya kuwachekesha ama nini. Hili ni jambo la ukweli kabisa mtupu. Kile ambacho Marekani na Israel na nchi za Saudi ambao kwamba walikuwa wameandaa na nchi za Arabu zilikuwa zimeandaa, maana walitoka kwa nchi za Kiarabu wakiwa wamepanda hizo helikopta. Wakifanya nini? Wakienda wakitua huko Iran. Kitu ambao kwamba hawakuwa wanajua ya kwamba Muirani alikuwa anawaona, anawangojea au Delta Force. Mpenzi subscribe, hawa jamaa kabla ya kutua ndio ndege, unajua ndege haendi juu, hizo helicopters zinaenda chini tu, na sikikuja hazina sauti. Manake wakifanya sauti itawashtua wengine ambao kwamba mnakuja kuwavamia watani. Hizo ndege hazina helicopter, hazina sauti. Hizo ni ndege ile ambao kwamba helicopter ni helicopter zile ambao kwamba zilimuua nani? Osama bin Laden. Nakumbuka story ya Osama bin Laden. Sasa jamaa walipofika kule wakajaribu kutua, kumbe wakapatikana na marisasi. Jamaa walipigwa zaidi ya 173 waliuawa, na wengine wakajeruhiwa, wengine wakashikwa. Mahelikopta zao zilifanya nini? Zilipigwa. Hivi sasa Marekani haitaki kutoa hiyo habari kwa raia. Ikitolewa hiyo habari, serikali itapoteza. Wajua serikali itaporomoka. Na hiyo habari ipo. Muiran ameshika wanajeshi kadhaa, hao wanajeshi wengine kadhaa wameuawa. Mpaka sasa Marekani na Israel hawajatoa taarifa kamili ya idadi ya wanajeshi ambao wameshikwa na wale ambao wameuawa. Ndio Marekani wanauliza kumeendaje? Mada ripoti hapatiwi. Kwa upande wa Israel walijaribu kupenya nchi ya Lebanon, na walikuwa na azma ya kutaka kuiteka Lebanon kutoka kwa mpaka kule kwa Litani River. Nini inaitwaje? Mto wa Litani ndio paka. Hiyo ni karibu nusu ya Lebanon. Sasa
Baada ya hiyo vita vita vilikuwa vinaendelea mwisho hii ya vita ya siku 40 na kadhaa ya Iran, Israeli walianzisha vita kwa kule Lebanon kutaka kuiteka hiyo sehemu, ama walikuwa wanaendelea kupigana na Hezbollah. Kile ambacho kwamba hawakuwa wanajua, baada ya wao kupenya, waliingia na ile matanki yao, ile vifaru zinaitwa Merkava tanks. Waliingia wakapenya, usiku wakaingia wakafanya nini kule, kumbe wale Hezbollah wako milimani kule na wangojea. Sasa wakawapiga mpigo wa kuvizia. Wanajeshi wengi waliuawa, wengine wakashikwa, wengine zile matanki, zile mavifaru ziliharibika nyingi sana. Jeshi la Israeli lilituma helikopta ili waokoe wale uokozi, zikapigwa. Kwa baadhi ya wengine walinusurika, wakachukuliwa, wakarudishwa Israeli. Mpaka sasa Israeli haijatoa taarifa ya idadi ya wanajeshi wake walipo wapi. Ndio unaona saizi Israeli ama Benjamin Netanyahu anataka kuwepo na mazungumzo. Mpenzi subscriber, mimi siwezi kuzungumza mengi sana, tungoje katika video nyingine. Mimi ni The One Man Army TV. Subscribe na utoe maoni yako kuhusiana na muono wako, ona ni yapi. Asanteni.